licha ya heka Chula haliwi. ikafanyika mabadiliko. Alijilaumu sana Kupanga matokeo akazungumza hivyo. Hajashinda kwa uwezo wao. Wao walipata hata goli moja Na bye bye rasmi wamekipata ambacho Onana na John Noble wale na utoto mwingi. la sokoni ni pagumu kwa Ten Hag ndio alisababisha haya yote. Uhali gani mwana michezo mwenzangu popote ulipo, karibu tena katika siku nzuri ya kutazama leo yote ya kimichezo kupitia Sports Recap ya FJTV. Mimi ni Kiapo Benedicto, mwenzangu ni Joakim Moshi. Tunayo mengi kwelikweli ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Machache kati ya yale ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo ni pamoja na namna ambavyo matukio mbalimbali yalivyotokea katika mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara kati ya Fountain Gate FC dhidi ya Africans. Mara baada ya mchezo, basi yapo mengi ambayo yamesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Tutakuja tuyajadili hapa kwa kina, lakini kwingineko huko kimataifa tumekuandalia taarifa inayomhusu mlinda mlango wa klabu ya Manchester United Andre Onana, ambaye klabu yake kwa sasa imemkatia tamaa. Nini kimemkuta? Basi tumekuandalia taarifa hiyo kwa kina na kwa undani zaidi. Nikukumbushe tu Sports Recap inapewa nguvu na kampuni ya maji safi na salama ya Mega Purified Drinking Water ambayo inapatikana hapo Dodoma. Kwa hiyo wanatupa nguvu ya kuweza kudunda na kutawala katika viwanja mbalimbali vya michezo. Karibu tuungane toka mwanzo mpaka mwisho. Tuanze kuangazia taarifa zetu ambazo tumekuandalia katika siku hii nzuri ya leo. Yapo mengi ya kimichezo ambayo tumekuandalia kuhakikisha kwamba unaweza kufahamu matukio mbalimbali ya kimichezo. Kubwa zaidi tuanze kuiangazia taarifa kutoka pale Babati mkoani Manyara, kutoka katika dimba la Tanzanite Kora, ambapo hapo jana walipigwa mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara kati ya Yanga dhidi ya Fountain Gate FC ambao walikuwa wenyeji katika mchezo huo, na full time Africans walibuka na ushindi wa mabao 4-0 na kufanya kutimiza mabao 9 ambao wamewafunga Fountain Gate katika msimu huu, kwani mchezo wa kwanza walishinda mabao 5. Imekuwa ni story kubwa kwelikweli. Fountain Gate FC licha ya heka, licha ya tambo, licha ya hamasa zote, lakini Africans wamekwenda pale, wameonyesha ukubwa wao na kuondoka na ushindi wa mabao 4. Chula ligi. Chula ligi na hilo jana amegoma kabisa. Chula ligi. Hata mchina mwenyewe anakula vivi. Yaani wadudu wote mchina anakula, ila chula haliwi. Ndio kitu ambacho kimewakuta Fountain Gate. Na jana ilikuwa ni siku mbaya kazini kwa John Noble. Nadhani siku ya jana hatoisahau kwenye maisha yake. Japokuwa anasema kuna siku inaweza katokea kazini ikawa siku mbaya, ila kwake ilikuwa ni zaidi. Na kilichoamua Yanga nadhani ni quality ya Yanga pia. Tusisahau kwamba Yanga ni timu bora ya. Kwa hiyo kilichoamua jana matokeo, ukiachana na zile mistakes za John Noble, ni quality ya Yanga. Ukiangalia mchezaji mmoja jinsi alivyokuwa na perform na ukilinganisha na Fountain Gate, unaona kabisa kuna utofauti mkubwa. Sawa, Musha anatuambia ubora wa Young Africans ndio ambao walikwenda kutoa adhabu kwa Fountain Gate FC ambao walijikuta wakichapika mabao 4. Na miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kuvizungumza ni substitution ya goalkeeper mara baada ya kuonekana John Noble hayuko vizuri katika eneo la langoni, basi yakafanyika mabadiliko. Noble alistahili kutoka katika mchezo. Alistahili kwa sababu angeendelea kuwepo tungeweza kuona magoli zaidi ya yale, kwa sababu yeye mwenyewe alishatoka mchezoni toka goli la kwanza, goli la pili akuwa mchezoni. Na ukitaka kuangalia goli la pili baada ya kufungwa, alijilaumu sana yeye. Na lile ni kosa kubwa sana kwa sababu wapinzani wanakuwa wanajua tayari huyu hayupo mchezoni. Kwa hiyo hata tukipiga mbali tunaweza tukapata chochote. Kwa hiyo John Noble alistahili kutoka. Sasa tuzungumze kwenye makosa ambayo aliyafanya. Tunasema ni siku mbaya kazini, lakini makosa ambayo yameacha maswali. Kwa nini haya makosa ambayo John Noble ameyafanya ambayo yamekuwa faida kwa wapinzani? Kwa level ama kwa hadhi ya goalkeeper kama John Noble, kwa mimi sikustahili kama afanye makosa kama yale. Kwa sababu ukiangalia kosa la kwanza, kwa sababu goalkeeper unaambiwa kama mpira huwezi kuudaka basi upunch uende mbali. Ila ukiangalia goli la kwanza mpira aliupunch, ila yaani kama alimtemea mzize, kama alikuwa na maelekezo. Na ukiangalia goli la pili pia karudishiwa
Wewe ni goalkeeper, upo nje ya 18, huwezi kudaka. Basi utoe watu wajipange warushe, ila alichofanya yeye akapiga cross, zile tunaitaga sisi cross. Na ukiangalia Aziz Ki ni mchezaji ambaye ni hatari, ananusa kwamba hapa nikikaa hapa chochote kinaweza katokea. Alifanya pressing tu fupi na pressing Dube, akashindwa kutoa mpira, akapiga cross ndani na akijua kabisa kwamba golini hakuna mtu. Kwa hiyo ni makosa ya kwake binafsi yale. Ndio maana hata ukifuatilia wataka kumpiga wachezaji wenzake, ikabidi aondoke kabisa hata kwenye benchi. Kwa hiyo John Noble ana la kujibu. Sawa, umezungumza kuhusu swala la maelekezo. Bwana, miongoni mwa vitu ambavyo vimesambaa sana ni kumhusisha John Noble na kupanga matokeo katika mchezo wa jana. Watu wengi wanasema pengine John Noble alitengeneza mazingira alipata chochote kitu ambacho kilimfanya, sio maneno yangu, ni mitandao ya kijamii inazungumza hivyo. Hili swala linaweza tukalihusisha moja kwa moja na John Noble namna ambavyo alicheza katika mchezo wa jana, kwa sababu tunasoma kosa lake la kwanza katika ligi, lakini watu wanajiuliza John Noble wa Simba mbona sio huyu ambaye amecheza dhidi ya Yanga? Ndio maana mimi narudia kauli yangu. Yaani kwa level alikopo nayo John Noble, kipa namba 1, ashachezea national team ya Nigeria, ashacheza ligi kubwa, ashacheza timu kubwa kama Enyimba, ashakuja Tabora tumemwona. Kwa makosa ambayo alifanya jana yanafikirisha kwamba huenda kuna chochote kitu ambacho huenda kakipata, huenda, lakini wasije wakaninukuu vibaya, maana Watanzania tunawajua. Huenda, maana ukiangalia mistake alizozifanya kwa level ya goalkeeper, kwa yeye jinsi alivyo, sio mistake ambazo anaweza kuzifanya. Kwa sababu ukiangalia goli la kwanza kamtemea mtu, goli la pili yani goli la kwanza unaweza kusema mpira ulidunda, ila goli la pili yani unaona kabisa katani kageuka kwake, kapiga vipasi ambayo anajua kabisa mimi ndo mtu wa mwisho, kwamba golini hakuna mtu, ni bora ni utoe nirudi tujipange. Kwa hiyo lolote linawezekana. Siwezi sema kama kachukua chochote, ila lolote linawezekana. Watu wanasema mnamlaumu John Noble ambaye amefunga magoli mawili. Unaona golikipa yenu alofanya substitution naye kapigwa chuma mbili. Unaangalia aina ya magoli. Goli la ukiangalia kama goli la Chama lile classic goal. Classic ile pia ulimgusa, kuna mchezaji ulimgusa pale. Ndio maana hata ukiangalia kwa anaruka alionyesha kabisa kwamba alikuwa anafuata mpira, ila kuna mtu kapoteza direction sahihi. Na goli la pili unaweza kumsifia pia Mzinze kwa sababu hajapiga tu. Unajua kuna tofauti wa kupiga na kupasia. Mzinze alipasia. Kwa hiyo mimi simlaumu. Siwezi mlaumu golikipa wa kipindi cha pili au golikipa aliyofanywa sababu, siwezi kumlaumu. Ni magoli ambayo hata golikipa mkubwa anafungwa. Ni miongoni mwa interview ambazo nilizisikiliza sana. Tuanze na interview ya Mtenja Albano au ya kocha Matano. Mtenja my brother ni muuni sana. Mtenja bwana. Mtenja ana mambo sana. Yeye alisema bwana aliona mechi, ameona. Mimi nazungumza kikubwa. Mtenja anasema yeye anazungumza kikubwa. Aliona mechi, ameona Yanga hawajashindwa kwa uwezo wao. Mtenja siku zote zinapotokea hizi big mechi huwa ndo anatoka na yeye. Ana trend na ni mtu ambaye namjua, alishakutana naye sehemu kibao my brother. Lakini kwa kile ambacho kimetokea jana pia unaweza kuungana naye mkono kwamba kuna baadhi ya magoli hawakustahili wao kufungwa. Ila tunarudi. Je, wao walipata hata goli moja? Hata moja kupata. Kwa hiyo basi tufanye 2-2. Tutoe zile mbili. Zile mbili zilifungwa kwa lazima. Sasa wanasema zile mbili za mapema ziliwatoa mchezoni. Of course mkishatanguliwa goli kama zile kila mchezaji anakuwa hayupo sawa. Hata ule mfumo ambao mwalimu kasema tuingie labda tucheze 3-5-2 mnajikuta mnavurugika na ukiangalia Fontaine walichanganyikiwa pale katikati. Yaani baada ya kuingia zile goli mbili sikumuona Dani Kiumbo alikuwa anacheza sana faulu nyingi ambazo mwalimu naona aliona akaamua kumpumzisha. Kwa hiyo zile goli mbili zilichangia kuwatoa mchezoni. Kwa hiyo Mtenja Albano yupo sahihi. Waliona mechi wameiona. Kocha Robert Matano alipata nawasaa kuzungumza mara baada ya mechi, na miongoni mwa vitu ambavyo Robert Matano raia wa Kenya huyo alivizungumza, nilipenda mwandishi wa Azam namna ambavyo alikuwa anamuuliza maswali. Kwa maswali ambalo alimuuliza, wewe ukipata nafasi wakati mwingine utampanga John Noble, kocha akamuuliza ungekuwa wewe ungefanyaje? Ndio maana nakwambia John Noble ana kazi.
yani kazini kwake pana kazi. Kwa sababu tukiangalia Matano ni kocha professional na watu kama wageni wanapokuja kwenye ligi yetu huwa hawafichi. Yani yupo lazima aondoke ila kaongea ukweli. Kwa hiyo Nobo ambacho kakiongea ni sahihi. Yani hata kama ungekuwa wewe, je, ungemwanzisha game unayokuja? John Nobo. Taarifa zisizo rasmi zinaeleza rasmi sasa taarifa zisizo rasmi na rasmi. Sahihi. John Nobo amesimamishwa na klabu yake kupisha uchunguzi kwa maana ya kuona kama alihusishwa na changamoto yoyote ya kupanga matokeo. Kwa uongozi wa klabu umemsimamisha John Nobo. Hizo ni taarifa ambazo sio rasmi, zimesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, hata sisi tupite nazo na nimesema hivyo sio rasmi ili kuweka hakiba. Sija watu baadaye akasema walisema sponsorika kwa wale walisema, na sisi tumezotoa huko kwenye mitandao ya kijamii zikieleza John Nobo amesimamishwa na uongozi wa klabu yake kupisha uchunguzi, na pengine inasemekana ndio thank you John Nobo kwa sababu mkataba wake pia unakwenda ukingoni. Ndio thank you ya John Nobo kwa ndani ya Fountain Gate FC. Sawa, lakini pia ukiachana na taarifa hiyo, jana mchezo mwingine ambao ulipigwa Coastal Union dhidi ya KenGold, bwana bye bye rasmi. Unajua mara kadhaa nilikuwa nasema hapa kwenye Coastal Cup walikuwa wananibishia watu hapa, wewe KenGold unaonea rasmi, KenGold bye bye. Wana alama 16 kwenye ligi, wamebakisha michezo takriban 3 mkononi. Wakishinda hiyo michezo 3 wanafikisha alama 25. Alama 25 hawezi kukaa kwenye position ya kucheza playoff. Na hapa yani hakuna chochote kile ambacho kimetokea kitaweza kutokea. Kwa hiyo rasmi KenGold wajipange upya. Kwa hicho ambacho kimemtokea KenGold, nadhani hata timu ambazo zinapanda msimu huu zinabidi ziende na tahadhari kwa sababu KenGold wamekumbuka shuka wakati kumekucha. Angalia usajili waliofanya dirisha dogo, wameingiza kina Selemani Bwenzo, wamekuja wamewasaidia, kina nani wamekuja wamewasaidia, lakini bado hawajapata zile alama ambazo unaweza kusema sasa tuko sehemu salama. Kwa hiyo KenGold wamekipata ambacho walikipanda. Na Coast ukiangalia Coast wamebadilika hizo mechi kwa sababu kila mtu sasa hivi anakuambia Coast ni mgumu, Coast ni mgumu. Na kweli ukiangalia ndani ya mechi 2 mfululizo Coast wamepata matokeo. Kwa hiyo KenGold hawana kumlaumu, warudi championship wajipange tena. Watumie hela wajipange. Sawa, watumie pesa wajipange kuona kama anaweza wakarejea kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara kwa msimu mwingine tena. Kwa msimu ujao tutakuwa nao tena katika ligi kuu NBC Tanzania bara, tutakuwa huko championship. Kufika hapo tumefika tamati kwenye michezo ambayo kwenye taarifa za michezo hapa nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa basi tutakwenda kuzungumza michezo kimataifa zaidi. Sasa nikusie wewe hiki ambacho tunakipata sisi kile ambacho sisi tunafeel kupitia maji ya Mega, basi hata wewe pia unaweza kukishuhudia, unaweza kukipata kupitia Mega Purified Drinking Water. Unapiga namba hizo za simu, unauliza maji ya Mega, na uzuri kwamba ukipiga simu anayepokea pale tu anakushawishi kwamba maji haya ni laini. Sawa, asante sana Mega Drinking Purified Water. Sasa twende tukaangazia taarifa zetu za kimichezo kimataifa. Bwana, ndani ya klabu ya Manchester United inasemekana wamepanga kufanya maboresho makubwa ya timu yao, na miongoni mwa maboresho hayo upo uhakika wa kuachana na mlinda mlango wa klabu hiyo kwa maana Andre Onana, raia wa Kameruni ambaye amekuwa hana wakati bora na amekuwa ndio chanzo cha klabu kupoteza michezo kadhaa. Amekuwa akipoteza umakini sana. Onana na John Nobo wale. Yani sioni afadhali ya Onana wala sioni afadhali ya John Nobo. Na kinachomkuta sasa hivi Onana, kumbuka Onana pale aliletwa na Ten Hag ambaye alifanya naye Ajax. Kwa hiyo alikuwa anajua uzuri wake, ila kwa mwalimu wa sasa hivi ukitaka kumwangalia yeye haamini kile ambacho anakifanya Onana. Kwa hiyo anaona kabisa Onana ndio mtu wa kwanza ambaye anafanyaje anamfelisha yeye. Ili kufaulu ni mtoe Onana. Na mimi naamini kwa sababu Onana ni golikipa mzuri ila ni mzuri miguuni. Unaona chini tunacheza ila kupiga pembeni imo. Kwa hiyo ni sahihi ambacho watakifanya klabu ya Man U kwa sababu Man U ni klabu kubwa, haina muda wa kumsubiri mtu. Sahihi. Sasa kitu ambacho anajieleza Onana alifanya kazi nzuri sana akiwa na Ajax.
lakini alipokwenda pia pale Inter Milan alifanya kazi bora sana mpaka msimu unashuka finali ya UEFA Champions League. Nini kimemkuta ndani ya Manchester United? Pengine katika nyakati ambazo tulitamani kumuona Andre Onana akiwa katika ubora mkubwa, nini kimemkumba? Au ile hype ya timu na mashabiki nini vimemchanganya? Mimi nahisi ni aina ya timu, afu pia ni wakati ambao Man U wana struggle kurudi kwenye fomu yao. Okay. Kwamba mistake moja ambayo tulifanya watu kuelewa. Watu wanatumia hela, alafu watu wanaangalia mbona alivyokuwa Inter hakuwa hivi, mbona alivyokuwa Ajax hakuwa hivi, tatizo ni nini? Kwa hiyo Onana pia ni mifumo ya timu ndio inamwangusha. Okay. Yeah, yani mifumo ya timu ukitaka kuangalia hata uchezaji wa Man U sio ule wa Ajax, sio wa Inter Milan. Man U bado tuseme sijui ina utoto mwingi. Bado ina wale wachezaji ambao wamekomaa kwamba sasa hivi tunanusa huu ni muda wa hatari, inabidi tumsaidie golikipa wetu. Kwamba wao wanaamini Onana ni golikipa mkubwa au ni golikipa bora. Kwa hiyo atafanya save nyingi. Yule ni binadamu. Anachoka. Mistake zinatokea kama vile. Kwa hiyo sometimes ile kumtegemea mtu ndio kilichomkuta Onana. Ya bwana, nilikuwa nafuatilia historia ya uhamisho wa Onana. Wanakuambia Inter wakati huo Onana amefanya vizuri, walikuwa Manchester walipeleka proposal kumhitaji Onana ndani ya Inter. Rais wa klabu ya Inter Milan wakati huo yeye akawa anawaambia wenzake, bwana, ikiwezekana nawaambia watulipe euro milioni 21 kama ni dau la Onana. Wakakaa asubuhi wakakuta kwenye email kweli Manchester wameleta ombi la kumsajili Onana kwa euro milioni 21. Akaona mbona kama jamaa wako serious. Akarudi tena akawaambia basi waambieni waongeze walete euro milioni 51. Siku ya pili inayofuata akakuta tena wameongeza dau, kweli watu wameleta euro milioni 51. Anasema hawakujiuliza, wakafanya biashara, alafu akamtafuta Soma ambaye sasa amekuwa na wakati bora kwenye kikosi kwa euro milioni 5. What a business! Kutoka euro milioni 61 na kutafuta golikipa ambaye kwa sasa ana bora mkubwa duniani kwa euro milioni 5. Akili hawa watu kati hadi Ulaya wapo. Kwa sababu utaangalia aliyekuwa anashinikiza zaidi Onana aje Man U ni Eric. Nataka niambie Eric Ten Hag alikuwa middleman. Au inawezekana kwa sababu gani? Yani yule Ten Hag ni mjanja sana. Ukitaka kuangalia baada yeye kuja tu Man U, golikipa ambaye alikuwa anampendekeza ni Onana. Na hata kama wewe ndo bosi wa Onana, unasikia timu kama Manchester inamtaka, lazima kwanza uvimbe. Kwa hiyo ile biashara Onana mwenyewe alikuwa anaijua na Ten Hag pia alikuwa anaijua. Wakati David De Gea yupo, Pickford alikuwa ni golikipa namba 2 wa Manchester United. Pengine uamuzi sahihi ungekuwa ni kumbakisha Pickford kuwa golikipa namba 2. Pengine hata wakati ambao Onana anazingua angelimsaidia. Sijui kwa nini waliopt pia kumwacha Pickford pia. Kwanza mimi ukiniambia kati ya De Gea na Onana, mimi hadi leo nitaondoka na De Gea. Anafanya kazi nzuri huko Italia. Sahihi. Yaani sijui ni kimaniu kitu gani ambacho sema itarudi pale. Ni Ten Hag ndio alisababisha haya yote. Kwa sababu hadi leo hii Maniu wangeza kuwa na De Gea kwa sababu ukiangalia save ndio alikuwa golikipa bora msimu ule, alifanya save nyingi yeye, ila unashangaa kwa nini golikipa kama yule Maniu anamwacha. Na anakuja Onana ambaye hajafikia nchi ya ahadi. Watu wanaona sababu bora aondoke atupishe. Japokuwa alikuja kwa mbwembwe nini, kaondoka golikipa mkubwa kama De Gea, anakuja Onana, bado hajafika. Yaani bado hajavaa viatu vya De Gea. Na bado sijaona golikipa wa Man U ambaye anaweza hajavaa viatu vya De Gea. Tulikasema huyu ni golikipa. Okay. Sawa, tulikuwa tunaangazia hapa taarifa ya golikipa huyo wa klabu ya Manchester United Andre Onana ambayo pengine mwishoni mwa msimu huu anaweza akaachwa na klabu hiyo. Klabu inafikiria kupata golikipa mbadala ili waone wanaweza kupata. Ila sokoni ni pagumu kwa eneo la golikipa. Kwa klabu kama Man U wakimtaka hata Nobo. Sawa, kufika hapo tunafika tamati ya Sports Recap katika siku ya leo. Shukrani wewe ambao umekuwa nasi kuendelea kutuunga mkono na kupata yale yote ya kimichezo ambayo tumekuwa tukikuandalia katika kile kupitia hapa Sports Recap ya FGTV. Ni kusitu endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu mbalimbali, kwani tunakwambia FGTV 2025 hili ni chimbo jipya.